serikali imetunga sheria. Ni sheria ya uchawi, inajulikana kama Witchcraft Act, ni sura ya 18. Na sheria hii ni kongwe. Yaani sisi sheria hii tumeilisi kutoka kwenye hizi serikali za wakoloni. Maki Wajerumani wakaja, baadaye Waingereza wakatutungia kabisa na hii sheria. Iko toka mwaka 1928. Imekuwa ikifanywa marejeo mbalimbali. 2019 ilifanywa marejeo, maboresho mpaka mwaka 2023. Kwa maana hiyo kwamba serikali inaamini kwenye uchawi, ndio maana sheria ipo na imeendelea kuienzi na imeendelea kufanya maboresho mpaka hivi leo. Kwa ile dhana kwamba serikali haiamini juu ya swala la uchawi, nguvu za kichawi, hicho kitu, hiyo lugha au hicho kitu kwamba si kweli. Mtazamo huo wa kijamii sio kweli. Kwa sababu kuna sheria, kuna sera, sheria ya uchawi ipo na serikali wao wanaisimamia. Kwa hiyo kwanza sheria ya uchawi ipo. Sisi kama Tanzania, hebu tuna haja ya kuendelea kuifikiri hii sheria. Moja, je, inapaswa kuendelea kuwepo? Mbili, je, na sisi kama Tanzania na Afrika tuendelee kutelekeza hekima za mababu zetu? Yaani kwamba tukaichukulia uchawi au jadi kama kosa la jinai na badala yake tusiichukulie kama ni chanzo cha maarifa ya jamii ya asili ambayo yakitumika vyema yanaweza katotea ukombozi wa kifikra na ulinzi, hata ulinzi wetu wa taifa. Kwa sababu hata kipindi hicho, kabla ujio wa Waingereza nchini Tanzania, mababu zetu walikuwa kwa namna ambapo walikuwa wakilinda jamii zao. Walipokuja kabla hizi taasisi za kijeshi za kisasa na za kijasusi, mababu zetu walikuwa na namna ambayo wanalinda jamii zao. Hata ukija katika historia ya sungusungu, hawa askari wa jadi hao, walinzi tunasema kulikuwa kuna walinzi wa kimila. Sijui tumeweza kufanya hiki, jamii ilikuwa inalindwa, maisha yalikuwa yanaendelea vizuri tu, wala ilikuwa haina neno. Kwa mapendekezo yetu ni serikali irekebishe hii sheria ya uchawi, kuitafsiri kwamba uchawi sio kosa. Itakuwa ni kosa pindi inapotumika kwa sababu ya kumdhuru mtu, bali uchawi ni jadi. Tukashindwa kutofautisha au kutenganisha baina ya uchawi wenye madhara na jadi isiyokuwa na madhara, jadi yenye kutibu, jadi yenye kuleta kinga, jadi yenye kuleta amani. Kwa ni vyema sheria hii sura ya 18 ifanyiwe marejeo kama hayo, kutenganisha uchawi madhara na uchawi usiokuwa na madhara. Na tuseme wazi wazi kwamba uchawi sio vitendo vya kiza, bali ni tamaduni ya Mwafrika asilia. Tanzania tuandike historia mpya ya kitaifa na kimataifa ya kutengeneza sayansi yetu ya ndani, kwa sababu ya kuisha mifumo yetu ya ulinzi ambayo ilikuwa ikifanyika na mababu, waganga wa jadi, wazee wa kimila na walinzi wa jadi. Kitu kingine, kuundwa tume ya kitaifa ya maarifa asilia kwa usalama wa taifa. Kwa ni lazima hapa tume pia iweze kuundwa. Kitu kingine ambacho nakushauri ni kuwepo kwa mfumo wa majukwaa ya kitaaluma ya maonesho ya hekima za asili kwa udhibiti wa kisheria. Kama tulivyosema, sasa hivi historia tunafanyaje? Tunapoteza. Sasa hivi mara nyingi tunakwenda kwenye hizo historical sites kwa sababu ya kwenda kuonesha wanafunzi kwamba hapa walikuwa wachawi wakichomwa, hapa kuna mambo fulani yalifanyika, lakini hatuelezi kiunaga ubaga, je, uchawi ni kitu gani? Jadi ni kitu gani? Ni kwa nini mkoloni ameweka mtazamo wa kisayansi wakati sisi ilikuwa ni sayansi yetu ya asili? Hii tiba anayotumia yeye na sisi ina tofauti gani? Kwa hivi vitu ambavyo tukasema vielezwe kinaga ubaga. Lakini kitu kingine, kuwepo kwa viongozi wa kiroho na wa kimila, kwamba sasa viongozi hao wa kiroho na wa kimila waweze kutusaidia, kwa sababu viongozi wa kiroho nao wanaamini katika nguvu ambayo isiyoonekana.